Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati. Tunawatakia tena siku njema ya leo vendredi le 14 Novembre 2025 na tunawakaribisha ndani ya habari zetu za siku ya leo. Ni habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano makali kati ya vikosi vya Wazalendo na FARDC wanaopigana na waasi wa AFC M23. Kuhusu habari za vita tumewaletea matokeo ndani ya Masisi, maeneo ya Kazinga na Shoa baada ya mapigano makali yaliyowakutanisha waasi wa AFC M23 na FARDC pamoja na Wazalendo. Upande mwingine ndani ya mji wa Goma kwa sasa operasyon ya buklaje iko nafanyika ambapo watu wengi walikamatwa na AFC M23. Huko Katare, delegation ya gouvernement ya Kongo ilifika huko kwa ajili ya kusinye accord nyingine kati yao na AFC M23. Hii ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena za uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Mkumbuke kusubscribe, kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi, kucomment na kulike. Mnaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hiyo au kujiunga na channel yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muguse kwenye link ambayo iko hapo mkomentere, mujiunge na channel yetu, mtakuwa napata habari zetu zote kabisa. Habari zetu za siku ya leo tutazianzia ndani ya Masisi. Kama nilivyowaambia siku ya jana, mapigano makali yalisikika ndani ya maeneo tofauti Moaxe, Shoa, Kauli, Lukole na Kazinga Centre. Siku ya jana mapigano hayo yalianzishwa na AFC M23. Wanajeshi wa AFC M23 walitokea ndani ya nafasi zao zinazopatikana Kashebere, maeneo ya Nyabiondo, wakaatake FARDC na Wazalendo hapo. Mapigano hayo makali yalidumu kwa siku nzima mpaka usiku wa jana walikuwa wakipigana ndani ya maeneo hayo. Baada ya mapigano hayo makali, asubuhi ya leo kumekucha na waasi wa AFC M23 walikamata agglomeration ya Kazinga Centre. Kwa sasa kabisa tunapoongea iko mumikono ya waasi wa AFC M23 baada ya mapigano makali ya siku ya jana. Hali kwa sasa hapo Kazinga ni ya utulivu. Wanajeshi wa FARDC waliondoka ndani ya Kazinga Centre wakiwa pamoja na Wazalendo baada ya kuzidiwa nguvu, wakaelekea ndani ya maeneo yanayoelekea Rutobokogo. Hapo njo kwenye vikosi vya FARDC na Wazalendo vilielekea baada ya kutimuliwa ndani ya Kazinga Centre. Kazinga Centre ambayo inakaliwa na waasi wa AFC M23 inafungua njia kwao rahisi ya kufika ndani ya eneo ya Rutobokogo. Rutobokogo ni eneo ambayo FARDC inatumikishaka maavio ya mahelikoptere ikifanya operasyon ya ravitaillement kwa wanajeshi wa FARDC. Yani pale njo kwenye misaada zinafikaka kwa wanajeshi wa FARDC mu territoire ya Masisi. Kama FARDC itumikishe nguvu zote kuwarudisha hawa wasi wa AFC nyuma, wanaweza kukamata Rutobokogo na pale FARDC haiwezi kuwa napata misaada tena kwa urahisi ndani ya territoire ya Masisi. Hapo nadhani kabisa ya kwamba inaeleweka. Hayo ndiyo matokeo ndani ya territoire ya Masisi, maeneo ya Kazinga, baada ya mapigano makali yaliyowakutanisha waasi wa AFC M23 na vikosi vya Wazalendo pamoja na FARDC, jeshi la Kongo. Tuendelee na habari zetu, tuingie ndani ya mji wa Goma. Tangu asubuhi mapema saa 10 wanajeshi wa AFC M23 walifanya operasyon ya buklaje mu quartier tofauti, maeneo za Kilijiwe na quartier zinazo kuwa karibu na maeneo ya Nyiragongo.
Wanajeshi wa AFC M23 walizingira maeneo hayo na kuanza kufanya msako nyumba ingine. Kulikamatwa vijana wengi, wakina baba walikamatwa na mpaka kwa sasa wangali na kamatwa. Ile operasyon ya AFC M23 inalenga kukamata wanaoshirikiana na wazalendo, wanaoshirikiana na FARDC na wengine marebele wanaofanya walifu ndani ya mji wa Goma. Wakaji hapo wanasema kwamba kuna wanaokamatwa na kusingiziwa ya kwamba ni wazalendo ama wanasaidia na wazalendo na ni kuwadanganyia. Wakaaji hapo wanaishutumu AFC M23 kwa kuwakamata kiholela na wanaistaki AFC M23 kufanya operation hizo kwa lengo la kuwabeba vijana ndani ya jeshi lao kimkazo, yani recrutement par force. Operation inaendelea kufanyika hapo, vijana wengi kwa sasa wanashikiliwa na wanajeshi wa AFC M23. Hapo ni ndani ya mji wa Goma. Tuendelee na habari zetu, tuelekee ndani ya nchi ya Qatar huko Doha. Siku ya leo delegasyon ya gouvernement ya Kongo ilifika huko Qatar kwa ajili ya kufanya maongezi na kusinye accord cadre, na haya yalikuwa yametangazwa na gouvernement ya Qatar ya kwamba ndani ya semene hii gouvernement ya Kongo na AFC M23 watasinye ile accord cadre. Ni accord ambayo wataisinye kabla ya kufikia accord ya mwisho. Gouvernement ya Kongo na AFC M23 wako maongezi huko ndani ya nchi ya Qatar kwa ajili ya kumaliza vita mashariki mwa nchi ya Kongo, na ndani ya maongezi hayo wanayoyafanya ndipo wanapo saini makubaliano tofauti, na ndani ya hii semene kabisa watasinye ile accord mpya. Na Qatar, nchi mpatanishi kati ya gouvernement ya Kongo na AFC M23, inaendelea kufanya kazi yake ya kuwapatanisha, yani AFC M23, ili amani ipatikane mashariki mwa nchi ya Kongo. Na ndani ya semene hii taarifa tunazo kutoka Qatar ni ya kwamba yule presida wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani atafika ndani ya nchi ya Rwanda mardi le 18 Novembre 2025. Atafanya maongezi na viongozi tofauti wa nchi ya Rwanda, mkiwemo na presida wa Rwanda. Atatoka hapo aelekee ndani ya nchi ya Kongo ambapo atapatana na presida Felix Tshisekedi na viongozi tofauti wa Kongo. Vizite hizi ambazo atazifanya ndani ya nchi ya Kongo na Rwanda ni miongoni mwa kutafuta kabisa namna ya kumaliza migogoro kati ya nchi ya Kongo na Rwanda. Mnakumbuka ndani ya mwezi wa 3 tarehe 18 mwaka huu alikuwa amemuita Felix Tshisekedi na presida Paul Kagame wakakutania huko Qatar, ambapo waliongea mambo tofauti kwa ajili ya kumaliza matatizo. Huyu presida wa Qatar anaendelea na kazi yake ya kukua mpatanishi kati ya gouvernement ya Kongo na Rwanda na kati ya gouvernement ya Kongo na AFC M23 ili kumaliza matatizo na migogoro na vita vinavyoendelea kwa sasa mashariki mwa nchi ya Kongo. Hayo atafanya, yani vizite hizo atazifanya hii semene, ambapo atafika Rwanda. Baada ya kufika Rwanda afike ndani ya nchi ya Kongo ni kupatana na viongozi tofauti wa nchi hizi mbili na kutafuta kabisa solution la vita na migogoro kati ya nchi hizi mbili. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea siku ya leo, na waomba kuendelea kusubscribe kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi. Asante.